Mtoto wa mwingine ni mtoto wako. Ni kauli ambayo tumekuwa tukielewa kwamba mtoto anapokuwa ni wa mtu mwingine, usimfanyie mabaya, usimharibie maisha yake, bali msaidie, mpende, mjali. Lakini mimi kuna kitu cha ziada nimekiona. Wanaposema mtoto wa mwingine ni wako, ina maana kwamba hivi, mzazi utakapo invest kwa mtoto wako vizuri na ukawa na uhakika kwamba kweli kwa huyu mtoto nimeinvest vizuri, nimewekeza. Inaweza ikawa ni wa kike, inaweza ikawa ni wa kiume. Nataka nikupe uhakika ya kwamba sio kwa mtoto wako tu umewekeza, bali kwa watoto wake atakayewazaa, kwa mke wake, kwa mume wake, kwa familia ambayo ataenda, kwa jamii ambayo ataenda kuishi nayo baada ya kuishi na wewe, kwa taifa ambalo ataenda kuishi, kwa mazingira yote ambapo atakapoenda, kwa watu wote ambao ataenda kuishi nao kwa baadaye. Huyo mtoto atakuwa ni faida na ni baraka. Kwa hiyo impact ya kutengeneza mtoto bora, impact ya kutengeneza mtu bora, matokeo yake ni makubwa kuliko tunavyofikia. Kwa hiyo na ndio maana Biblia inatuambia kwa Kristo, maandiko matakatifu yanasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Maana yake nini? Inatakiwa tutengeneze mazingira ambayo huyu mtoto akikaa vizuri, akitengenezwa vizuri, akijengwa vizuri, na uhakika ana uwezo wa kuimpact maisha ya zaidi ya watu 1000 kwenye uhai wake mpaka atakapokuja kufa. Nimesema zaidi ya watu 1000. Kwa hiyo tutakapowekeza vizuri kwa watoto na kupanda vitu vizuri, maana yake impact yake tutarajie zaidi ya watu 1000. Yaani ni watu 1000 na kuendelea watakuwa wanafaidika na kile ambacho mzazi amewekeza kwa mtoto. Hii ni muhimu sana. Ni vizuri tukawekeza vitu vyema kwa watoto. Uwe na siku njema.